mjadala ambao ni kukaribisha kwa wakati huu, hasa unauliza swali moja tu kubwa linalogusa hatma ya bara la Afrika, likibeba hoja ya je, demokrasia ipo Afrika au ni neno tu linalotamkwa midomoni bila ya kutendwa au kutekelezwa? Katika kipindi hiki tunatafakari hali hiyo ya uongozi, haki za wananchi na mustakabali wa siasa za Afrika. Leo tupo na wageni watatu waliobobea katika masuala mbalimbali hasa ya kisiasa barani Afrika. Ni Martina Kabisama, yeye ni mratibu wa kitaifa wa Saharingo, mtandao wa mashirika ya haki za binadamu kusini mwa Afrika. Tuna Profesa Wetengere Kitojo, mchumi na mchambuzi wa siasa za Afrika akiwa Arusha, Tanzania, pamoja na Likaka Luchetu, huyu ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Kenya. Wote wanaweza kuja na mitazamo tofauti, lakini kimsingi wanajibu swali moja tu: demokrasia Afrika iko wapi? Bila shaka mnanisikiliza wageni wangu wakati huu. Tunakusikiliza vizuri. Ndio, tunakusikiliza. Nashukuru. Nimesikia sauti ya mama. Moja kwa moja naanza kwako Martina. Ukiangalia hali ya haki za binadamu, ni sehemu ambayo unaifanyia kazi sana hii. Unaweza kusema demokrasia ya Afrika ipo hai au inaagizwa tu? Martina, unasikia bila shaka? Hebu rudia tena swali lako, kutoka nini niunganisha na demokrasia. Unatoa tafakari gani ya uhai wa demokrasia ya Afrika kwa wakati huu kwa muktadha wa haki za binadamu? Na nakushukuru sana ndugu mtangazaji, na asante kwa kunikaribisha na kunipa nafasi tena ya awali kabisa. Hali ya demokrasia Afrika imechanganyika au imegawanyika. Ninaweza nikathubutu kusema demokrasia Afrika ipo. Kuna nchi zinazidiana, kuna nchi ambazo wanaona kabisa sisi tuna demokrasia, na kuna nchi wanasema demokrasia ipo lakini ni maandishi tu yapo, lakini katika kule kufanya ni kama hamna demokrasia. Nitakupa mfano. Kuna nchi kama Tanzania. Nchi kama Tanzania ina mfumo wa demokrasia, lakini ndani ya mfumo wa demokrasia ambao upo bado kuna mjadala mpana unaoendelea kama hii demokrasia kweli ni demokrasia au sio demokrasia. Lakini kwa sehemu kubwa tunaweza kusema Tanzania ni nchi yenye demokrasia, yenye mfumo wa demokrasia, kwa sababu ni jamhuri yenye vyama vingi zaidi ya 19 vilivyosajiliwa karibu 19. Chaguzi zinafanyika. Sasa yaliyoko ndani ya chaguzi hiyo ni topic nyingine. Lakini kuna uhuru wa media, kama vile wewe sasa hivi tunaongea mimi na wewe. Huo nao ni uhuru wa aina yake. Sehemu zingine hakuna kitu kama hicho. Tutaendelea. Naona hausikiki vizuri Martina, naona hausikiki vizuri. Nitakupigia tena, tarejea kwako baadaye. Usikiki vizuri huku, wasikilizaji wetu wakusikii vizuri. Nitarejea kwako baadaye. Nahamisha swali lingine kwa Profesa Wetengere Kitojo. Unanisikia Profesa? Yeah. Wewe pamoja na mambo ya siasa haya, lakini mzuri katika masuala ya uchumi. Afrika kwa uchumi wake inaruhusu wananchi kuwa na sauti ya kweli ya kisiasa? Kabla sijajibu swali lako, nirudi kwa swali uliloulizwa mwanzo. Kwa upendo wangu mimi nikiangalia Afrika kama Afrika, sitaki specifically kutaja nchi. Afrika kama Afrika, demokrasia inayotajwa, inayopigia kelele sana, na iona kama maigizo. Wananchi wanatumika kama rubber stamp. Baada ya maamuzi kufanyika, wanawatumia wananchi kama rubber stamp ya maamuzi yao. Kwa hiyo maamuzi yakipitishwa wanasema kama ni maamuzi ya wananchi, lakini kiukweli ni maamuzi ya viongozi kwa maslahi yao. Ukiangalia vile vigezo vya msingi vya demokrasia, ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi, ninashawishika kusema kwamba ni maigizo yanayofanyika kuwatumia wananchi kama rubber stamp ili kuwaridhisha. Hiyo jambo la kwanza. Lakini haki za binadamu
freedom of speech. Unaiona, tunataja vyombo vingi vya habari, lakini hivyo vyombo vya habari vinaongea nini? Tunataka vyombo vya habari ambavyo vinachambua mambo kwa jumla, badala tu ya vyombo vya habari kuwa kusifia serikali iko madarakani. Hiyo sio kitu tunachokitaka, hakitusaidii. Tunataka vyombo vya habari ambavyo viko critical, vinaangalia kwamba hiki ndio maamuzi ya serikali, je, alternative yake inaweza ikawa nini? Hatuoni vyombo vya aina hiyo, na vyombo ambavyo vinaonekana kuwa na mawazo tofauti na serikali vinaonekana kama wapinzani na vinapigwa vita, hadipo actually vinaondolewa katika reli. Kwa hiyo mimi naweza kusema demokrasia katika Afrika ni maigizo, na jambo kubwa, viongozi walioko madarakani wanajifanya miungu watu, kwamba wao ndio wanaweza kufanya maamuzi na sio mtu mwingine zaidi yao. Profesa, unazungumzia majibu ya jumla jamaa, lakini ziko au yako mataifa ambayo yanapewa sifa. Kwa mfano Botswana inatajwa katika mfano mzuri, ipo Ghana, ipo Namibia pia inatajwa katika mfano mzuri pengine wa demokrasia. Haya ya kupuuzwa. Yanachosema ni kwamba mimi nimetoa mtazamo wa jumla. Inawezekana kwa sababu mimi kimsingi sijafanya utafiti wa mataifa moja. Hata hayo mataifa yanataja hayo, ninao rafiki zangu kwa mfano wengine wa Ghana wanalalamika habari ya demokrasia katika nchi zao. Kwa hiyo sijui unaposema kwamba ni bora kwa kiasi gani, lakini jumla ukiangalia viongozi wengi wa Afrika ni miungu watu, na unapokuwa miungu watu unajiona wewe kama ndio maamuzi na sio mtu mwingine. Na kwa demokrasia ambayo nafahamu katika mataifa mengi, kama nilivyosema, wananchi wanatumika tu, yale maamuzi wanasema ni maamuzi ya wananchi kulingana na neno lenyewe demokrasia lilivyo. Demo watu Kristo ni utawala. Ukisema utawala wa watu, ukiangalia si kweli. Hata katika mataifa wanayosema sijafanya utafiti, kwa hiyo sina authority ya kusemea, lakini general speaking Afrika tuko katika hatua hiyo. We are suffering that syndrome. Likaka Luchetu, namsikia Profesa Wetengere Kitojo bila shaka. Yeah. Kwa uzoefu wa Kenya na Uganda, pengine Afrika Mashariki kwa ujumla wake, wewe unafahamu demokrasia hupimwa kwa uchaguzi au kwa matokeo yake? Demokrasia ipo, huwa tunajaribu hasa kwa kuzingatia vile vigezo ambavyo vinaonyesha kwamba tunaweza piga kura, kuna uhuru wa vyombo vya habari, kuna mahakama, lakini hata tunapotazama hali ya demokrasia ni hafifu, hatujakomaa. Bado tunajaribu kuiga masuala ambayo ni ya ugaibuni. Hatujafanya mara kwa mara mambo haya kwa sababu tunaelewa. Tunafanya kwa sababu tunataka kufanya kama wale wazungu ama wale waliotuongoza hapa awali. Kwa sababu unaangalia taasisi zetu ni dhaifu sana. Kuna ukosefu mwingi, na hasa unaona wale ambao wanafanya ndio kura zitapigwa, lakini ndani mle kuna mambo ambayo si sawa. Kuna mapinduzi yanatokea katika mataifa kadha wa kadha, lakini unapoangalia hasa taifa la Tanzania, Uganda na Kenya, tunajaribu kuonyesha kwamba ndio tunafuata demokrasia, kwa sababu viongozi wengi wanabadilisha katiba, wanataka kuongeza mihula, wanajaribu kuona vile wataweza kukandamiza wapinzani. Hiyo si hali ya demokrasia. Kwa ujumla nitasema tu kwamba kuna ukosefu wa demokrasia na kuna mapengo mengi sana, kwa sababu hatuna mfumo kamili ambayo tunaweza sema kweli tunajivunia kwamba tuna demokrasia hapa kwetu. Martina, umerejea tena. Bila shaka wewe ni mwana harakati pia, unashughulika na mambo ya haki za binadamu, harakati za namna tofauti. Kwa mfano ikitokea taifa linapokandamiza waandishi wa habari na wanaharakati, ulianza mwisho kuzungumza wakati kabla hujaondoka kwamba kuna wigo baadhi ya maeneo wa uhuru wa habari. Kwa hili la ukandamizaji wa wanaharakati na ubinywaji wa habari, bado tunaweza kusema kwamba demokrasia ipo katika eneo hilo? Asante sana ndugu mtangazaji, na samahani kwa mawasiliano hafifu. Ninaomba ni kujibu swali lako kwa kwanza kunukuu huu usemi wa busara unaosema ng'ombe haoni faida ya mkia wake mpaka siku unapokuwa umekatika. Ng'ombe haoni faida ya mkia wake mpaka siku anapoona umekatika. Mimi naomba niseme kwamba demokrasia ipo.
tunaelewa maana ya kutokuwa na demokrasia ni kitu kimoja kigumu sana. Hata kwenye vyombo vya habari katika nchi zetu za Tanzania na nchi zingine za Afrika, uhuru wa vyombo vya habari upo, lakini ni upo kwa kiasi gani? Tuzungumzie kiasi hicho, ndio tunachoweza kujadiliana. Kwa sababu kama usingekuwepo, nilisema pale awali kwamba hata mimi na wewe saa hizi tusingekuwa tunazungumza kama uhuru usingekuwepo, kama demokrasia isingekuwepo. Demokrasia ipo, lakini ina viwango vyake. Hata katika nchi nyingi za Afrika tunatofautiana viwango tu. Huwezi kusema kuna hii nchi demokrasia haipo 100%. Hata wale ambao hawafanyi uchaguzi ni jambo moja katika mambo ya demokrasia, lakini kuna mambo mengi yanayoendana na hiyo demokrasia. Kwa hiyo demokrasia ipo, uhuru wa vyombo vya habari upo, ila umeminywa kwa namna fulani, na nyinyi waandishi wa habari mnajua, lakini upo. Ndio maana leo tunazungumza na dunia nzima inatusikia. Profesa Wetengere, ipo, mahakama zipo, asasi za kiraia tunaoperate. Profesa, unakubaliana na Martina? Manake ulikuwa na kauli zilizonyooka kali kidogo. Ya, katika eneo moja la muhimu sana, kama sisi hapa tunaongea, ni kweli tunapata nafasi ya kuongea, lakini tunaongea nini? Kama tungepata nafasi ya specifically kuongelea nchi fulani kama Tanzania, mambo yasingekuwa haya ambayo tunaongea. Na tunafahamu hata imefika wakati watu wana hofu ya kuongea mambo ambayo wanayaona zaidi yanatokea ambayo sio ya kidemokrasia. Katika msemo wa jumla, kama sasa tunaruhusiwa kuongea. Kama tungeruhusiwa kwa mfano tukapata nafasi kuongelea kwa mfano uchaguzi wa Tanzania, kwa mfano issues za Tanzania, kwa mfano issues za Uganda, tukaangalia jinsi ambavyo demokrasia inafanya kazi, tusingekuwa na uhuru huu ambao tunao. Na tungeweza kupata vitisho vingi. Watu wamepata vitisho vingi, lakini kwa sababu tunaongelea general hapa, na ndio maana mimi unaniona sitaki kuongelea specific, maana ningeongelea specific ningeweza kutoa mifano halisia ambayo sitaki, lakini unachokiona ambacho tunachokiona, nafurahia mzungumzaji wa Kenya amesema vizuri, tunafanya kwa matakwa, kutimiza matakwa ya mabwana zetu mara nyingine, kwa sababu wanasema unasikia mataifa nje, mtu ambaye hatakuwa na haki za binadamu, mtu ambaye atakuwa na demokrasia hata pata hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo tunawekea masharti. Tunafanya hivyo kwa sababu hiyo, na ndio maana unaona kama msemaji mmoja amesema kwamba kuna magepu mengi ambayo actually mimi kimsingi navyoona wanaifanya demokrasia isionekane kama demokrasia. Jambo la pili, malizia la pili. Mimi nilikuwa nafikiri tuna haja ya kudefine demokrasia yetu kama Waafrika badala ya kuichukua kama inavyotoka Ulaya. Ukiangalia demokrasia yetu, kuna watu ambao wanatumia matusi, kejeli au kudharau, wanaita hiyo ni demokrasia. Demokrasia ina mipaka yake, unaruhusiwa kusema ndani ya utaratibu fulani. Sasa haya ni mambo ambayo yanatakiwa yawekwe wazi ili yaweze kueleweka vizuri, lakini mimi kwa mtazamo wangu demokrasia ni finyu sana, inaminywa mno. Sasa wasemaji wa wale uchawa wanasifia. Nashukuru Profesa Likaka Lichetu, bila shaka unamsikia. Unajua mzizi wa mazungumzo yetu haya hasa umezaliwa baada ya Rais Ibrahim Traore kusema sasa nchini kwake kule alisema kwamba watu wasahau demokrasia. Bila shaka mliwahi kusikia hii kauli akiwaambia akitoa taarifa wananchi katika eneo hilo wasahau demokrasia. Ndio hivyo kakangu, kumbuka kwamba hoja yangu ni kwamba na baadhi ya hoja ziliibuka baada ya ile habari yake kusambaa kwamba wengine wanaona kwa sababu kuna mambo mazuri ameyafanya kule, wakaona wakati mwingine hakuna haja hata kuwa na demokrasia. Wakati mwingine watu wengine wanasema hata demokrasia hizo chaguzi watu wanapelekwa inakuwa kama kiini macho tu. Je, hoja ya msingi ni kwamba kufuatia hali ya Burkina Faso ya Ibrahim Traore aliyosema kwamba watu wasahau kuhusu demokrasia. Je, kuna haja ya kudanganya kuamini kuwa demokrasia barani Afrika ipo,
au kutafutwa namna nyingine, au hiyo anayoelekeza yeye katika taifa lake iwe ndio ya mfano? Kakangu, ukumbuke kwamba demokrasia ni mfumo bora kuliko udikteta, na yule ambaye alichukua uongozi kule Taure ameweza kufanya maendeleo ambayo pengine wengi watashabikia, waweza kuyafurahia, na baadaye tunaona anaelekea kwa ile historia ya kawaida kwamba anataka utawala wa kijeshi ama utawala wa kiimla. Na sisi ambao tunashabikia demokrasia tunaona kwamba wale wanashabikia kwa sasa mtazamo huo watafurahia kwa muda mfupi, lakini baadaye utapata kwamba wanako matatizo makubwa ya kisiasa, kwa sababu wananchi wanafuatilia siasa kwa karibu na wanajaribu kutafuta haki zao na wanatumia mitandao ama njia fulani kujieleza. Huyu anapochukua uongozi huu na kusema kwamba demokrasia itupiliwe mbali, basi huenda kutaona kwamba hatutakuwa na nafasi ya kukosoa serikali ama kujadili masuala ya kitaifa ama kufichua ufisadi, kwa sababu wengi wamefunikwa, na watu wa Afrika wakiruhusiwa kwamba waongoze, wataongoza bila demokrasia. Demokrasia ni swala la kigeni. Mimi kuamini kwamba Mwafrika atapatia mwenzake haki, heshima ya mwananchi ama kuimarika kwa taasisi, tunaona kwamba kuna nafasi ambayo hata wapinzani wanakandamizwa, na hivyo ndio wasiwasi wangu uliopo kwamba dhana hii si nzuri katika mustakabali mzima wa demokrasia. Ni vyema tuzingatie vigezo vya demokrasia na nini na ni vipi tunaweza kuitekeleza demokrasia ili wote tunufaika, lakini kujaribu kushabikia tu udikteta mapema, basi uwajibikaji utakosa, na naona kwamba wataingia kwa shida kubwa. Martina, Kabisama, wewe una mtazamo gani? Ibrahim Traore anasema kwamba wanaambia wananchi kule wasahau kuhusu demokrasia. Unadhani una fikra tofauti na Likaka Luchetu? Sina fikra tofauti sana, ila naweza nikazungumza kwa namna nyingine, nikazungumza kwa namna ya hivi. Demokrasia ni mfumo, na kama ni mfumo una mambo mengi ndani yake. Ndio maana unakuta kuna uchaguzi, sijui kuna freedom, si uhuru wa kujieleza, mambo ya bunge, mambo ya mahakama. Ni mfumo. Sasa Burkina Faso wanaposema kwamba wao hakuna tena demokrasia, ina maana wana mfumo mwingine, kwa sababu demokrasia sio mfumo pekee, kuna mifumo mingine. Kwa inabidi tuingie kwenye mfumo ambao Burkina Faso wanaufuata, ndio tuanze kudadavua, tutakuwa na ujasiri wa kusema hapa hapana. Lakini ukisema tu hamna demokrasia ukaishia pale, tunaweza tukapotea njia. Demokrasia haipo. Profesa Wetengere, pamoja na Likaka Luchetu na Martina unayezungumza sasa hivi hapa studio, tuna mwenzetu Michael Kwena. Yeye anaangalia katika mitandao na wale wanaofuatilia haya majadiliano yetu, pengine ana kitu cha kuongeza. Karibu Michael Kwena. Asante sana Sudi. Mjadala huu nadhani unazua hisia mseto kabisa, manake mitandaoni maswali ni mengi. Kwa mfano kuna Baraka Magere yupo Tanzania, anasema hapa kwetu Tanzania uzalendo na umaskini, demokrasia Afrika anasema kwa kweli haipo kabisa. Naye Raul Luvundia kutoka Mitama Mwenda Msumbiji anasema demokrasia kuna, hususan ukiangalia Mozambique inatumika mdomoni tu bila vitendo vyovyote. Mwisho kabisa, muda wetu hauturuhusu studio. Likaka Luchetu, swali moja tu, lijibu kwa maneno mafupi tu. Upinzani Afrika ni dhaifu kwa makusudi au kwa mazingira? Upinzani unakandamizwa kwa sababu ya mazingira. Hawakubali kuelezwa ama kukosoa serikali, ndio hivyo hawatakubali, na ndio hivyo upinzani mazingira yake yameweza dhofika, hawana uwezo hata kidogo. Nashukuru sana wote kwa pamoja, Martina Kabisama pamoja na Profesa Wetengere Kitojo na Likaka Luchetu kwa kushiriki mahojiano haya. Asanteni na karibuni kwa wakati mwingine. Nashukuru sana. Asante sana. DW